Ni kukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalie, Nutrition Specialist. Mada ambayo iko hewani ni misingi kuu sita potofu dhidi ya tiba lishe. Nimekuwa nikutana na malalamiko ya wagonjwa wengi ambao wanasema kwamba mimi nishafuatilia ushauri wa madaktari wengi lakini sijawahi kupata ahueni yoyote kulingana na changamoto nilizonazo. Na maneno hayo yakitaka kutuambia kwamba ile kauli ya kusema kwamba chakula ni dawa, kwamba ile kauli haiko sahihi, itakuwa ni uongo. Lakini ukifuatilia ulaji wa wagonjwa wote hawa ambao wanakuwa wanalalamika, ukifuatilia kabisa ulaji wa wagonjwa huu unakuwa umejengwa kwa misingi hii sita ambayo naenda kukuelezea leo, ambayo ni potofu dhidi ya tiba lishe. Misingi hiyo ikishakuwa ndio misingi ya ulaji fulani ambao mgonjwa ameambiwa, ni mara chache sana kukuta lishe hiyo ama vyakula hivyo kuweza kutoa matokeo ambayo mgonjwa anatamani kuweza kuyapata, ambayo tunasema kwamba ni kupata uponyaji ama kupata hata maendeleo mazuri. Mgonjwa anakosa kwa sababu ya msingi hii ambayo inakuwa imetengenezwa, ushauri huu ambao yeye ndo anatumia wa chakula ama wa lishe katika tiba yake ambayo anaendelea nayo. Kwa hiyo kama umekuwa huelewi kwa nini diet tunazozifuata hazitoi matokeo, hii video inakuhusu. Ninaenda kuelezea misingi kuu sita ambayo ni potofu, ambayo inatumika katika tiba lishe, ambayo inakwamisha wagonjwa wengi na kuwafanya siweze kupata uponyaji ambao wanastahili. Tuiangazie misingi hiyo kuu sita bila kupoteza muda. Msingi namba moja ambao ni potofu, ambao ndo umeunda ushauri mwingi ambao wengi wanaambia wagonjwa dhidi ya chakula, ni kwamba wataalamu walio wengi wanapozungumzia habari za tiba lishe ama kutumia chakula kama tiba, ni huwa wanaangalia kirutubisho kimoja badala ya kuangalia chakula kizima. Kwa mfano, naomba nielewe vizuri. Unakuta kwa mfano mtu anakuambia kunywa maziwa kwa sababu yana madini ya calcium, kula samaki kwa sababu yana mafuta ya omega 3, eza kula chakula fulani kwa sababu kina vitamin C, au tumia chakula fulani kwa sababu kina vitamini B12. Kwa hiyo hapa ideology alionayo huyu mtu, yani wazo alionayo huyu mtu ni hajaangalia chakula kama kizima. Yeye ameangalia kirutubisho, kwamba wewe hakuna shida ya mifupa, unahitaji madini ya calcium. Kwa hiyo chakula kipi ambacho kina calcium, anakupa chakula chenye calcium. Anachoshindwa kuelewa mtaalamu huyu ni kwamba mifumo ya mwili wa binadamu haiendeshwi na kirutubisho kimoja, ila bali mifumo ya mwili wa binadamu ili uweze kufanya kazi katika kiwango fasaha na iweze kuwa na afya njema, inahitaji maelfu ya viambata vya virutubisho ili kusudi mfumo ule uweze kuwa na afya njema na uweze kufanya kazi ipasavyo. Hapo ndo wengi wanashindwa kuelewa. Matokeo yako ni yapi? Mtu anakuja na ushauri ambao haufai. Kwa mfano, ninapozungumza habari za viambata na kirutubisho kimoja. Kwa mfano, tukiangalia maziwa ya ng'ombe, wengi wagonjwa wenye shida ya mifupa wataambia kwamba atumie maziwa ya ng'ombe kwa sababu ya madini ya calcium. Okay, fine. Ukiangalia hii calcium inakuja na virutubisho gani vingine ambavyo vinakuja kusupport mfumo ama ambavyo vinakuja kusupport afya ya mifupa? Unajuta kwamba ni hamna, kwa sababu maziwa hayo ambayo na calcium, hiyo calcium atakuja pamoja na protein, atakuja sambamba na mafuta na waganda, atakuja sambamba na masuala ya cholesterol, atakuja sambamba na vitu vingi ambavyo vimo ndani ya yale maziwa ambavyo sometimes ni acidic katika swala kiasili. Na kwa mfano katika swala la maziwa kuja kuangalia, mwisho wa siku unashangaa mtu umekunywa maziwa, yale maziwa huwa yanakuja kuongeza asidi kwenye damu. Madini ya calcium ni alkaline. So baada ya kusema calcium ikafanye kazi kwenye mifupa, yanakuja kushusha asidi kwenye damu na si tena kufanya kazi kwenye mifupa. Na wakati huo pia yale madini huwa hayatoshi tu. Mwili unalazimika kutoa madini mengine kutoka kwenye mifupa kuja kurudisha kwenye damu huku, ili kusudi asaidie kupunguza ule asidi ambao umetokea. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mgonjwa hawezi kupata manufaa ya maziwa kwa sababu ya calcium, ila amekosa manufaa haya kwa sababu ya viambata ambavyo vimekuja na calcium, kwamba calcium ameambatana vitu ambavyo sio sahihi. Mwisho wa siku mgonjwa hawezi kupata matokeo. Hiyo ni kitu ambacho tunataka kufahamu. Haya, kitu kingine, unashangaa mtu anakwambia bana si vitamin C. Naomba nikupatie mfano mwingine, kwa maana ya kwamba ukiangalia kwa mfano vitamin C ya kidonge, ukiangalia vitamin C iliyopo kwenye chakula, zote ni vitamin C, lakini
zitaleta manufaa tofauti. Ukiangalia vitamin C kwa mfano iko kwenye mboga ya majani kama mchicha, ile haiji yenyewe kama yenyewe, inakuja na madini ambayo yanahitajika kwenye mwili, inakuja na vitu vingine ambavyo vinaleta afya kwenye mwili wa binadamu. Na inakuwa haiambatana na vitu vingine ambavyo vinaweza vikachakaza mwili. Lakini ukija kuangalia vitamin C ya mazingira ya hospitali ambayo tunakuwa tunatoa, inakuja vitamin C kama vitamin C, haiji na kiambata kingine. Na ifahamike tu kwamba ile vitamin C inakuwa sio true vitamin C. Kwa aliyekula vitamin C ile kutoka kwenye chakula na aliyekula vitamin C kutoka kwenye kidonge, hawa ni watu wawili tofauti. Atakayepata manufaa makubwa sana ni yule aliyepata vitamin C kutoka kwenye chakula. Lakini the key point hapa ni kwamba wengi wanapotoa ushauri hawaangalii chakula kizima, ila bali wanaangalia kirutubisho hiki kimoja. Wakati mifumo ya mwili wa binadamu ili uweze kufanya kazi na iweze kuwa na afya njema na uweze kupata uponyaji, haihitaji kirutubisho kimoja, ila bali inahitaji maelfu ya viambata ya virutubisho vyenye ubora ambavyo vitakuja kwenye kile chakula husika. Kama ni vitamin C, huyu vitamin C anakuja na nani, itaamua vitamin C kusaidia ama sikusaidie. Kama ni mafuta ya omega 3, itaamua kwamba sasa huyu omega 3 kutoka kwenye samaki anakuja na nani ambaye anakuja kumsindikiza. Anakuja na mtu ambaye ni mzuri ama anakuja na mtu ambaye ni mbaya. Anakuja na kiambata ambacho ni kizuri ama anakuja kiambata ambacho ni kibaya. Vitaamua kwamba yale mafuta yakusaidia wewe au yasiweze kukusaidia. Hivyo hivyo kama ni vitamin C, huyu vitamin C anakuja na kirutubisho kingine kipi? Je, hicho kirutubisho kina manufaa kwenye mwili ama kinasababisha magonjwa? Kama kinasababisha magonjwa, basi vitamin C yamkini sikusaidie. Kwa hiyo hii ni mapungufu ya kwanza ama msingi potofu ya kwanza ambayo inapelekea ushauri mwingi wa wagonjwa wanaambiwa usiwezi kutoa matokeo hata kidogo kabisa. Haya, hii ilikuwa ni namba moja. Namba mbili, ambayo nimeona ni dhana potofu, ambayo ni msingi potofu, ambao msingi huu umekuwa ukitumika kutengeneza lishe nyingi za wagonjwa wengi ambao wanaambiwa ni upendeleo wa protini ya wanyama. Watu naamini kwamba protini itokanao na wanyama ni bora sana kuliko protini itokanao na mimea, kwa maana ya kwamba aliyekula maharage ni yeye hamfikii aliyekula nyama aidha ya ng'ombe ama ya kitimoto ama inawezekana ni nyama ya kuku, kwamba hawa ni watu wawili tofauti. Lakini ukija kuingia kwenye usawa wa uhalisia, wanakuja kwenye kigezo cha protein, kwa protini iliyopo kwenye wanyama ni bora zaidi kuliko protini iliyopo kwenye mmea, kitu ambacho sio kweli. Ukiangalia protini iliyopo kwenye wanyama inahusiana na magonjwa mbalimbali tofauti na protini ambayo inahusiana na ambayo inatokana na mimea. Protini tukanao na mimea ni protini ambayo ni bora kiafya kuliko protini tukanao na wanyama, japo wengi wamekuwa wakisema kwamba protini ya wanyama ni bora. Hii dhana imepelekea watu mpaka mtu ukimkataza kula nyama na kuuliza swali kwamba napata wapi protini. Ukijiuliza hili swali ambalo nakuuliza, ukimuuliza hivi, unafahamu kwamba kuna familia ambazo hazina uwezo kununua mayai wala kula kuku wala samaki wala kula nyama, na hizi jamii au hizi familia zinaishi tu kula vyakula ambavyo wanazalisha mashambani kama mihogo, viazi, maharage, mbaazi, mboga za majani, ndio wanavyokula kwa sababu ndio ambavyo wana uwezo kumudu na hawana upungufu wa protini kama ambavyo watu wengi wanaongeza kutarajia. Ukimuuliza tu design hiyo, anabaka na shangaa, atakwambia atapata protini kutoka kwenye maharage. Kwa hiyo unajua kwamba protini kwenye maharage pia nayo pia inafanya kazi sawa sawa na ile protini ambayo inatokana na wanyama. Lakini sisi tunapokuja kiafya, protini tukanao na mimea ni bora sana kuliko protini ambayo inatokana na wanyama. Kuna wengine wanakuambia unajua protini tukanao na nyama ni of high biological value, kama hii ndio bora na amino acid ambazo zimekamilika zote 20 kwa uhitaji si na nini. Hizo ni ngonjera, lakini kiuhalisia ni kwamba sisi tunapokula nyama hatuhitaji kupata amino acid zote 20 kwa sababu 12 tunazalisha kwenye mwili wetu. Tunahitaji 8 ambazo tunasema ni essential amino acid, ndio tunazihitaji ili kusudi zikajumika zile 12 zitengeneze protini kwenye mwili wetu. Sasa ukiangalia hizo amino acid 8 kwenye vyakula vyote vya mimea, ukimwambia huyu mtu akukuletea chakula ambacho hakina hizo essential amino acid kwenye vyakula kama vile mimea, akwambia kwamba kaniletea kama ni mchicha kama ni nini ambacho hakina amino acid hizo essential amino acid, hawezi kukuletea, kwa sababu vyakula vyote asili ya mimea hizo amino acid ambazo sisi tunazitafuta kwenye vyakula hivyo ni kwamba tunazipata kutoka kwenye hizo kwenye vyakula asili ya mimea. Pointi nyingine ambayo wanasema kwenye protein, wanasema kwamba protein kuna na mmea unakuta hizo haina amino acid moja ndio ina miss kwenye zile 20 unakuta inazo 19. Ukija kuangalia ni kwamba hiyo pointi
inakaa ukweli, lakini sio issue kubwa, kwa sababu kwa mfano ukichukua mahindi amino acid ambayo inakosa kwenye mahindi unakuta ukikuta kwenye maharage unaikuta ipo, au kama sio kwenye maharage kwenda kwenye mchicha utakuta ipo, ukienda kama hata sio kwenye mchicha kwenda kwenye mboga nyingi unakuta ipo. Njia pekee ya mtu kupata upungufu wa protein ama kukosa hizo amino acid ni eza mtu ule chakula kimoja miaka yake yote. Kwa mfano kama ukiamua kula ugali, wewe huli ugali na chakula kingine chochote, ni ugali asubuhi, mchana na jioni, unalala na ugali, unaamka na ugali siku zote, yani unakula ugali mkavu, hule chakula kingine chochote. Katika mazingira hayo, kwa kula chakula hiki kimoja tu peke yake, ugali tu peke yake, unaweza kupata upungufu wa protein. Sio protein tu, bali hata virutubisho vingine huwezi kupata. Tunachoshauri ni kukula vyakula vya aina tofauti tofauti, lengo tupate virutubisho vilivyo vingi, tuweze kucomplement ulaji, tupate virutubisho ambavyo ni sahihi. Lakini uzuri wa protein tunayo na mmea, inakuja na viambata ambavyo ni bora kwa ajili ya afya ya mwanadamu, tofauti na protein ambayo inakuja na asili ya ambayo ni asili ya wanyama. Protein yenyewe kama yenyewe inahusiana na magonjwa, lakini inakuja na vitu kama cholesterol na mafuta ambayo yanaganda, kiasi kwamba diet nyingi ambazo zinashauri kuhusisha vyakula hivyo unakuta haziwezi kutoa matokeo ambayo ni mazuri sana. Hapo ndio wengi pia wanapotea kwenye huu msingi. Mtu anachanga kwenye ulaji lazima aweke nyama. Mwisho wa siku huu mgonjwa hapati matokeo. Kwa sababu gani? Yeye ameshindwa kuelewa concept ya hurism, ya uzima wa chakula, na yeye ameshaambiwa kwamba protini ya nyama ndio bora zaidi kuliko protini nyingine zote. Kwa hiyo ukimwondolea samaki anambia wewe nitaweza kukosa protein. Mwisho wa siku huyu haponi, anabaki kuendelea kuwa mgonjwa, kwa maana kuna vyakula ambavyo ameviangalia katika engo moja, hajaangalia hasara ambazo vyakula hivyo vinaleta. Yeye ameangalia tu protein, ama nitapata protein tu. Je, vinaleta faida kwenye ugonjwa nao, vinaenda kutibu? Havitibu. So protein inakuwa na pointi gani sasa wewe kuweza kuitumia? Tuna vyanzo vingine vya protein, sio lazima tule nyama. Hii ni msingi namba 2. Lakini msingi namba 3 ni kwamba diet nyingi ama ushauri mwingi ambao unapewa wagonjwa mwingi huwa haulengi kutibu ugonjwa, huwa zinalenga kutibu dalili ya ugonjwa. Kwa mfano, ukija kuangalia kwa mfano wagonjwa wa sukari ambao nakuta sukari imepanda, yule mgonjwa anachokiwaza ni namna kutoa sukari yake ambayo imepanda zaidi iko 15, namna kuirudisha kwenye 6. Kama nairudishaje? Okay, anaambia bwana, ondoa tu vyakula vya wanga, ondoa ndizi, ondoa papai, ondoa chungwa, ondoa viazi, ondoa maharage, huko kote kuna wanga. Mwisho wa siku mtu anaenda kujikuta wapi? Anabakia na vyakula ambavyo si salama kwake. Anatumia, anapata kama vile sukari imeshuka, anaona kama vile yamepata kaoni, kumbe inamdanganya huyu mtu bado ni mgonjwa. Matokeo ni yapi? Kwamba anaanza kupata changamoto nyingine za kiafya tofauti na hivyo kuwa awali. Hii ni pointi kwamba lishe nyingi tunashauri wagonjwa ni kwamba huwa wanalenga wataalamu kwenye kuweza kutibu dalili ya ugonjwa na si kutibu ugonjwa wenyewe. Hatuwazi kwa mfano kwa mgonjwa wa sukari kuweza kutatua kitu ambacho kinasababisha sukari kuweza kuongezeka. Kwa sababu mwanzo ulikuwa unakula ndizi mbivu lakini sukari haipandi. Kwa nini sasa hivi inapanda? Kwenye seli kule kuna changamoto na si kwenye damu. Sukari kuongezeka kwenye damu ni just a symptom, not a disease. Hii ni namba 3. Lakini namba 4 ni wengi kuweza kupendelea kutumia vidonge vya virutubisho kuliko kutumia chakula. Nimejaribu kuangalia kwamba huu mwanya viwanda wameutumia vizuri. Hivi virutubisho, hivi vidonge vya virutubisho ambavyo wengi wanaviuza, hizi supplement. Mtu amefikia pahala ni anaamini katika supplement. Na hii imekaeje? Labda ngoja nikufahamishe. Mtu ni mgonjwa, anapopiga simu, wagonjwa kwa mfano upande wa Tanzania, mtu anapiga simu kutafuta kidonge cha kumeza aweze kupona ugonjwa wake. Gonjwa lishe haliwezi kutibiwa kwa kidonge. Gonjwa lishe tatibiwa kwa lishe ile ile. Kwa maana kwamba dawa ya moto huwa ni moto. Hiyo ndio utakuja kuelewa kwamba hiyo falsafa yao wazee, kwamba dawa ya moto ni moto. Gonjwa lishe linatibiwa kwa lishe kule kule. Lakini wewe unapotafuta hizi supplement unakuwa unakwama pakubwa sana, kwa maana kwamba vidonge hivi ambavyo ni supplement ama virutubishi lishe haviwezi kuwa mbadala wa chakula, wala kwenye nguvu tiba haviwezi kufikia habari za chakula. Virutubishi, wengi wanajita kwamba wanapoteza hela nyingi sana, wanajikita kwenye kutumia vidonge vya virutubishi badala ya kutumia nini? Chakula, kwa sababu naamini kwamba virutubishi vile vinaweza vikafanya kazi kuzidi chakula, kitu ambacho sio kweli. Hapa kwenye tibarisha hata nakwama. Au mwingine hapa ni kwamba anakupatia ushauri
wakati huo pia anakupatia na supplement ya kutumia, anakuuzia supplement. Sasa hapo wengi wanakuja kuamini kwamba hapa supplement, kumbe hapa ni muhimu sana, kitu ambacho nakuta sio kweli. Kiufupi, fahamu tu kwamba supplement haziwezi kufikia utendaji kazi ama nguvu tiba ya kwenye swala la chakula. Ukipata chakula ambacho ni bora, ukipata ushauri ambao ni mzuri sana, unakaa vizuri kabisa. Hii ilikuwa ni msingi namba 4 ambao baadhi ya diet ama ushauri wa kilishe umejengwa kutumia hii logic ya kutumia ama kupendelea kutumia vidonge vya virutubishi lishe supplement, hasa ambao wanakuwa nauza hivi virutubishi lishe vya makampuni. Namba 5 ni ushawishi wa viwanda. Ushauri mwingi ambao wataalamu wanawapatia wagonjwa umetengenezwa kwa kutumia nadharia nyingi za viwanda. Kingata miongozo mingi ya kilishe ambayo inakuta inashawishiwa na masuala ya viwanda. Hapo unaweza kujiuliza, hapa inashawishiwaje? Viwanda kwanza waliweza kumanage kuhamasisha matumizi ya vyakula vyenye protini nyingi sana. Kwa maana ya kwamba watu waweze kutumia vitu kama maziwa, vitu waweze kutumia kama mayai, tumie kama vitu kama nyama. Kwani tuna viwanda vingi ambavyo vinatengeneza maziwa, tuna viwanda vingi ambavyo vinazalisha mayai, tuna viwanda vingi ambavyo vinasindika nyama. Kwa hiyo unajuta kwamba mayai yana faida kubwa sana kuliko mboga za majani. Kwa hiyo katika suala la kibiashara, industry walichungulia hili gap. Wakasema bana, ivema tuweke elimu kubwa sana mkazo wa ulaji wa protini na vyakula vingi asili ya wanyama, kwani unakuta kwamba huku ndo faida. Hawakuishia tu hapo. Industry wakaweza kuintroduce logic au falsafa ya kula kila kitu kwa kiasi, kwa maana ya kwamba kula kila kitu kwa kiasi haikuwa ni ideology ya sayansi ya lishe, ila bali hiyo ideology ya kula kitu kwa kiasi ilivamia sayansi ya lishe. Tunaita kwamba tunaitumia. Hiyo ilikuwa ina faida kubwa sana kwenye viwanda, kwani mtu ambaye anauza kila kitu atapata mteja. Mtu ambaye anauza soda atapata mteja. Mtu ambaye anauza kama ni mandazi atapata mteja. Anayeuza nyama atapata mteja. Yaani kwa sababu tunashauri kwamba kula kitu tu kwa kiasi. Lakini naomba nikufahamishe, na ukijaribu kuangalia miongozo mingi ambayo inakuwa imekaa kibiashara na si katika suala la kunasua watu. Mwisho wa siku wataalamu wengi ambao wamejikita hapa, ambao wanashindwa kwenda mbali sana kuchunguza zaidi, unajiita kwamba ushauri na kukupatia unakuwa ni mshauri ambao hauwezi ukakusaidia wewe mgonjwa, kwa maana kwamba ni ushauri ambao unakufanya wewe kuendelea kuwa mgonjwa ama kusogeza siku 2-3. Na wameweza kuconvince wataalamu na kutuweza kutuchanganya. Viwanda vimeweza kufanikiwa pakubwa sana hapo, miongozo na kuwachanganya wataalamu. Wataalamu wenyewe tulishapoteana. Ukienda huku utaambiwa hiki, ukienda huku utaambiwa hiki. Hii yote ni influence ya viwanda. Hii yote ni ushawishi wa viwanda katika kuhakikisha kwamba swala la biashara linaendelea. Kwa sababu kila kwa daktari fulani anakuambia hiki kitu tofauti na daktari mwingine, mwisho wa siku utabakia njia panda, utashindwa nini ule. Basi utafikia pale unasema tu bana, kila kitu ni tu kwa kiasi, maisha mengine yafanyaje, yaendelee. Au unaamua kwenda tu mahali popote kwa sababu tayari wewe huna direction pa kwenda, kwa sababu sisi wenyewe wataalamu tulishapoteana. Kwa hiyo hapa navizungumzia diet nyingi, ushauri mwingi wa kilishe ni umetengenezwa umetengenezwa kwa msingi au kwa ushawishi wa viwanda, kwa miongozo mingi ambayo nakuta miongozo hiyo walioweza kushawishi utengenezo wa miongozo hiyo, waliotoa fedha za kutengeneza hiyo miongozo ni viwanda na sio kitu kingine. Kwa hiyo hapa hatuwezi kuchomoka. Utakutana na ushauri mchache ambao utatoa matokeo kwako kwa ugonjwa ulionao wewe. Na mwisho niweze kumalizia kwamba wengi ni kuweza kudharau nguvu ya chakula kwenye tiba na kutegemea dawa, na hii misingi ya kuwafanya watu wadharau chakula na wategemee msingi wa dawa, si wewe ila bali msingi ambayo imetengeneza strategically, kimkakati, ambapo unakuta sasa sisi wataalamu ni tunaamini katika dawa zaidi kuliko katika chakula. Ukifuatilia madaktari walio wengi wanakwambia kwa ugonjwa huu chakula hakiwezi kutibu, kwa sababu wao wanaamini katika dawa. Mwisho wa siku kila ukienda mahala utapigwa dawa. Kuna wagonjwa ambao ukienda kwao utazani kama vile wanafanya biashara ya dawa, yani kama wana pharmacy nyumbani kwao. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wataalamu walio wengi ni wanaamini katika dawa na sio kama chakula.
Mwisho wa siku hata kwenye ushauri unaopewa sasa wa kilishe unakuta hauko more scientific, hauko katika swala la kilishe, sayansi ya lishe, yani hauko haujakizi vigezo katika sayansi ya lishe. Utafata, huwezi ukapata matokeo. Utakuwa unahama tu hospitali hii kwenda hospitali nyingine, kwenda huko, mwisho wa siku utafanyia operation. That is business. Na hii ndio kuwafanya watu kuweza kuamini kwamba chakula hakitibu bana. Hapo tutafute tu dawa, kwa sababu mimi nimeshapata kufuatilia ushauri wa daktari, lakini sioni kama unanisaidia chochote. Najinyima kula hiki, lakini sioni kama kuna manufaa yoyote. Sasa mtu anabaki tu kila anapoenda mahali popote ni anatafuta kwamba naweza nikapata dawa kwako, au naweza unauza dawa yoyote. Wagonjwa wote anayepiga simu anauliza dawa. Sasa hapa wengi hawaamini katika chakula. Mgonjwa kija hospitalini ukampa ushauri kwamba kwa tatizo lilionalo ukifuatia chakula katika 1, 2, 3 utapona. Au wewe mgonjwa kitoka hapa anakuona wewe daktari aliyomwambia hivyo ni haujui chochote, kwani yeye anachokiamini anaamini katika dawa. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu tumeshawahamisha kwamba kidonge ndio ambacho kinatibu magonjwa. Kwani kumbe wanashindwa kuelewa kwamba kuna mahala ambapo dawa zinasaidia, kuna mahala ambapo dawa zinagonga mwamba. Chakula ndio ambacho kinabaki tu ni tiba pekee uliyobakiwa nayo. Kama nilivyosema awali, magonjwa lishe yote ni yanatibiwa kwa kutumia chakula. Haya magonjwa mengine ambayo hayahusiani na swala la lishe, inaweza kama ni bacterial infection, yale dawa pale inaweza kufanya kazi. Lakini unapokuja kwenye swala la sukari, kwamba kuna dawa itatibu kisukari, ni uongo. Chakula ndio kitafanya kazi. Unapokuja kwamba mtu eza ana amoeba ama ana typhoid, kwamba chakula kitafanya kazi, ni uongo, ila bali dawa itafanya kazi, kwa sababu ile ni bacterial infection. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho natakiwa uweze kukifahamu kwamba wengi ni kudharau nguvu ya chakula kama kwenye tiba, na mwisho wa siku kutegemea nguvu ya dawa, na hii kufanya wengi utaratibu wa lishe ambao unafuata unakuwa utaratibu ambao si wa kisayansi, hauna evidence zozote na hauwezi kutoa matokeo yoyote. Hii ndio ilikuwa misingi kuu 6 ambayo ni potofu katika tiba lishe, na ambayo inapelekea lishe nyingi au ushauri mwingi wa lishe au adati ambazo wengi wanafuata kutokuweza kutoa matokeo. Sasa nikwambia kitu kimoja kwenye masuala ya lishe hizi, kwenye swala la diet hapa. Ushauri wowote wa kilishe ama tiba lishe yeyote ile ambao umepangiliwa na daktari ama mtaalamu wote ambaye amebobea kwenye masuala ya lishe na magonjwa, au nutritionist hawa au dietitian, kama utashindwa kuona matokeo ndani ya siku 7, huo ushauri ni utapeli. Achana nao, tafuta ushauri mwingine. Tunatarajia tiba yoyote ambayo inahusisha chakula iweze kuonesha mwelekeo ndani ya siku 7. Yaani ndani ya siku, huponi ndani ya siku 7, lakini utaweza kuona kwamba huu utaratibu kwangu uko unatoa matokeo. Usikae kwamba unatafuta mwezi mzima kufuata utaratibu ambao haukupatii matumaini yoyote. Ndani ya mwezi mzima ni upotezaji wa muda, na unajikaweza wewe mwenyewe kuweza kupona ugonjwa na kufanya ugonjwa kuendelea kuwa mkubwa na ku advance kwenda kwenye stage nyingine. Kwa hiyo kawaida utaratibu wote wa lishe ambao unatoa matokeo ni lazima uweze kutoa matokeo ndani ya siku 7. Utaona tu mwelekeo kwamba huu utaratibu nimebadilisha ulaji, naona matokeo angalau hapa kuna kaweni. Nje na hapo forget about it. Hiyo ni scam. Huo ni utapeli kama mwingine. Huo utaratibu hauko sahihi. Haya ndio mambo machache ambayo nahitaji kueleza juu ya masuala ya tiba lishe. Kwa nini baadhi ya tiba lishe hazitoi matokeo na kwa nini baadhi zinatoa matokeo. Nadhani unaweza kama umenielewa. Kama hujanielewa hapa, rudia video hii tena. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia kutumia. Kwaheri.